Kwa majina naitwa Batro Ngilangwa, ni mratibu wa mradi kutoka shirika la Tanzania Water Equality Alliance TAWEA, lakini pia nasimamia mradi unaosema tunawawezesha wananchi kuzuia au kuacha uharibifu wa misitu na kurejesha hifadhi zetu za asili. Tulikuwa na warsha ya siku 2 yenye lengo la kuwakusanya wadau wote wa wilaya ya Kasulu na baadhi kutoka mkoani Kigoma, wadau wa uhifadhi ambao moja kwa moja ni wadau wetu wakubwa kwenye huu mradi wetu wa miaka 2. Kwa hiyo lengo kubwa la warsha hii ya leo ilikuwa na kazi kubwa 3. Kazi ya kwanza ilikuwa tunatoa mrejesho kwa wadau wa uhifadhi, kazi za shirika ambazo zimeshafanywa kwa mwaka mmoja wa mradi wetu. Wapi tumeanza, tumefanya nini, lakini changamoto zikoje na tufanyeje kuelekea mwaka wa pili. Lengo la pili lilikuwa ni kutengeneza makubaliano ya kuboresha uhifadhi shirikishi na ujirani mwema kati ya vijiji 4, kijiji cha Mvinza, Kagerankanda, Chekenya na Kabolanzwili, huku tukiwa na wadau wakuu wa uhifadhi wa msitu wa Makere Kusini na shamba la miti la Makere, lakini pia wadau wetu wakubwa kutoka mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori TAWA, lakini pia kuna mdau mkubwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Na pia kwenye kikao chetu hiki tuliwahusisha wadau wa taasisi zisizokuwa za kiserikali za kutoka hapa mkoa wa Kigoma zenye mlengo wa uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo lengo letu pia la 3 katika warsha hii, tumeandaa mpango kazi wa utekelezaji wa kazi kwa mwaka mwingine unaokuja 26-27. Kimsingi kama shirika la TAWEA tunapenda kuwashukuru wadau wote wa uhifadhi wa mkoa wa Kigoma kwa sababu wamejitokeza kwa wingi, lakini pia wamekuja kuchangia kile kitu ambacho kitaonyesha na kitaimarisha shughuli zetu za shirika. Hawa wadau wote wamekuja, kwanza wameelewa umuhimu wa uhifadhi shirikishi, lakini pia tunalenga kwamba wadau wana nguvu gani au wana kazi gani kwa kuendeleza uhifadhi shirikishi. Kwa hiyo pia tumejifunza hii siku ya leo na tunaamini kwamba mradi wetu utaenda vizuri kwa sababu sasa kila mdau tumepeana kazi ya kufanya. Kwa hiyo tuna imani kwamba uhifadhi shirikishi na uhifadhi endelevu utapatikana kwenye maeneo yetu ya wilaya ya Kasulu. Natoa tu rai kwa wananchi wote wa wilaya ya Kasulu, kwanza kabisa wajue jukumu la uhifadhi wa maliasili wanyamapori ni jukumu la kwao, si jukumu la viongozi, si jukumu la wahifadhi kutoka TFS, kutoka TAWA au maafisa kutoka halmashauri ya wilaya ya Kasulu, bali uhifadhi endelevu na uhifadhi shirikishi unaanza na kila mwananchi mmoja mmoja. Kwa majina ninaitwa Mhifadhi John Kanyika kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, kwa kifupi chake TAWA, kupitia pori la akiba Moyosi. Nashukuru na nafurahi pia kushiriki warsha hii iliyoandaliwa na wenzetu wa TAWEA, ikiwa na lengo la kukusanya wadau mbalimbali wanaohusika katika uhifadhi wa maeneo ya Makere, msitu wa Makere Kusini, kitalu cha uwindaji cha Makere Kusini pamoja na pori la akiba Moyosi. Wananchi wanategemea kwa asilimia karibu 95, imeelezwa kwamba wanategemea rasilimali ambazo ziko ndani maeneo yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo imeonekana kabisa kwamba tukiziweka vizuri, wakapata uelewa, wala wakatengenezewa tia njia nyingine badala ya kuenda kuvua basi wakawa na mabwawa, badala ya kwenda kulima ndani ya hifadhi basi wakatengenezewa maeneo yenye kilimo mseto. Na ndio maana tumekuja sasa kupitia warsha hii tumeona kwenye maeneo ya msitu wa Makere kule wanaruhusiwa kulima kwenye maeneo la msitu wa shamba la msitu wa Makere. Lengo ni kupunguza presha ya uvamizi ndani ya hifadhi. Tumeona wananchi wanasema kwamba wana mahusiano mabaya na wahifadhi, lakini pia na wahifadhi nao wamesema kwamba kuna maeneo wahifadhi wanavamiwa, wanapigwa, wanadhuriwa, mpaka wengine kuuawa. Lakini bado tena na wananchi wamesema kwamba na wao wanafanywa vitendo ambavyo sio vya haki, wanadhalilishwa, wanaumizwa, wanadhulumiwa mali zao. Kwa hiyo yote tumeona swala la mahusiano. Leo tumekutana na wahifadhi, tumekutana na wananchi, tumekutana na viongozi wa vijiji, tumeweza kujadili haya na kufikia mwafaka kwamba
tutengeneze namna ya mahusiano ya ushirikishwaji, tuwe na tunawasiliana, tufanye vikao vya mara kwa mara ili kuondoa hii dhana ya uadui, kwa sababu hakuna uhifadhi bila kushirikiana. Kikubwa ni kufahamu sheria na taratibu. Ninatakiwa nifanye nini ili kupata vibali? Na hapo ndio tunapokuja swala la sisi kwenda kwa jamii na kutoa elimu kwamba kama unahitaji kwenda kulima kwenye mashamba ya misitu ya hifadhi Makere Buhigwe, unatakiwa kufuata hatua zipi? Unatakiwa kulipa tozo gani? Kwa sababu wengi kama msikia kwamba walikuwa wanapewa vibali feki, wanalipia kwa watu, lakini kwa utaratibu serikali sasa hivi haipokei pesa mkononi. Kuna taratibu za kupewa namba ya malipo na kulipa. Kwa hiyo tumejaribu kuwaeleza, kikubwa ni kufuata taratibu na kuwasilisha kwenye sehemu husika. Kwa majina anaitwa Shamsia Ali, ni mtendaji wa kijiji cha Chekenya. Kwanza kabisa nimejifunza kwa upande wa uhifadhi kitalu pamoja na TFS. Kuna baadhi ya mambo mengi sana wameyazungumzia ambao kwa upande wangu mimi nilikuwa bado sijatambua kwa kina, lakini kupitia warsha hii ambao wameiandaa TAWEA nimepata kufahamu kupitia kitalu, kupitia TFS, sheria zao, utaratibu ambao wana uhitaji wao, kitu gani tufanye au kitu gani tukawaelimishe wananchi ili wawe na uelewa kupitia kitalu cha uwindaji na kupitia TFS. Changamoto zipo na hizo changamoto zinatokana na kutokuwa na elimu hao wananchi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama viongozi wa ngazi ya kijiji, kwanza kabisa ni lazima tuhakikishe elimu wanaipata wananchi ili kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana, kwa sababu kwa namna yoyote wananchi wao wanaamini kwamba kitalu ni maadui, TFS ni maadui kwa upande wao, kwamba wananyonywa, wanapigwa, yani ni vitu ambavyo kwao wanaona haviko sawa. Lakini kupitia warsha hii tumejifunza vingi ambavyo ni baada ya kutoka hapa, kwa kweli nina vitu vingi vya kuwaelimisha wananchi wangu kwenye vikao, kwenye mikutano, kwenye mkusanyiko ule ambao ambapo najua nikisimama hapa kuzungumza wanaweza wakanielewa. Njia zipo nyingi za kuwaelewesha wananchi. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wao nitahakikisha nawaelekeza au nawaelimisha ili watoke kwenye ule unamna ambao wanauona wao, alafu niwaweke kwenye matokeo chanya, ili mradi tujenge mahusiano mazuri baina ya TFS pamoja na kitalu pamoja na wananchi wetu. Naitwa Banyuko John Makinga, mtendaji wa kata Kagera Nkanda. Kiufupi kweli leo tumekuwa tunawasha ambayo imeendeshwa na shirika hili la TAWEA ambao tunafanya nalo kazi huko kwenye jamii. Kupitia TAWEA kuna miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa kupitia vikundi, kwa mfano kikundi cha wafuga nyuki, kikundi cha kokoba, lakini kikundi pia cha wafugaji wa samaki. Tunasema hii ni shughuli za kiuchumi ambazo zinaondoa wananchi kwenye dhana ile ya kutegemea moja kwa moja maisha yao kupitia hifadhi, ambapo watakwenda sasa kufanya uzalishaji mwingine, tuseme kama njia ya kiuchumi mbadala tofauti na ile ambao kwa awali wanategemea maisha yao kupitia hifadhi. So hili tunaona moja kwa moja kwamba litaepusha sasa au litapunguza kasi kubwa ya wananchi kuingia kwenye hifadhi kwa ajili ya kupata mahitaji yao. Lakini pia tumejipanga kupitia mikutano yetu ya kijiji na vikao mbalimbali ambavyo tunaendelea kwenye vijiji na kata, mfano kikao cha halmashauri ya kijiji, lakini kikao cha kamati ya maendeleo kata, lakini pia mikutano mikuu ya vijiji, kuendelea kutoa elimu, lakini kuwapa athari za moja kwa moja ambazo wananchi wanaweza kukutana nazo kwa kuingia kwenye maeneo haya ya hifadhi, kwani wakitambua kwamba kuingia kwenye hifadhi ni kosa bila kibali. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa na kibali ili uingie kwenye hifadhi. Lakini pia tunaenda kuhamasisha wananchi kujitoa sasa kwenye utegemezi wa hifadhi na kufanya zile shughuli ambazo ni mbadala kama hizo ambazo nimesema mwanzoni. Malalamiko mengi yakipatikana kupitia kwa wananchi, lakini tumegundua ni ukosefu wa elimu. Wengi wako wanaingia katika haya maeneo ya hifadhi kinyemela, ambao baadaye wanakuja kuonekana wameingia kwa njia isiyo ya halali. Sasa wanapokutana na mkono wa sheria ndio wamejikita kwenye maeneo hayo ya kutoa lawama. Lakini nafikiri kwa kiasi kubwa ni ukosefu wa elimu ambao tumejipanga sasa kwenda kuelimisha wananchi vizuri ili wajue kama kuna taratibu za kuingia kwenye hifadhi. Sasa kila mtu anaweza kaingia kwenye hifadhi muda wowote.